Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na ujumbe ambao unasema habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha yetu. Tumeweza kuona mambo mengi, kuna watumishi wa Mungu wengi walizungumza. Hata Jumapili tuliweza kuona habari ya uhusiano wako pamoja na Mungu. Haleluya. Lakini nataka nikuonyesha kwamba ufalme wa Mungu uko katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu uko katika nguvu. Tunapokuja mahali hapa kwa habari ya kuomba udhihirisho wa nguvu za Mungu, maana yake tambua ya kwamba ufalme wa Mungu mwenyewe tunaozungumzia upo katika nguvu. Ndio maana nasema ya kwamba wenye nguvu ndio watauteka ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ambaye ni mnyonge, hakuna ambaye ni mdhaifu ambaye anaweza akauteka au akaingia katika ufalme wa Mungu, lakini wale wenye nguvu ndio wanaoingia ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kwa lugha nyingine, nguvu ni vazi la kiroho ambalo linaweza kuvaliwa au kuvuliwa. Maana yake ni maamuzi yako wewe ya kwamba hii nguvu ninaivaa au naivua. Katika maombi haya ya siku 14, wewe ambao umefunga na umekuwa mwaminifu, sasa ni maamuzi yako kutembea kwenye nguvu au kutokutembea kwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maamuzi yako, wala sio maamuzi ya kiongozi yoyote ambaye alisimama hapa kukuongoza, bali ni maamuzi yako wewe mwombaji ambao umejitoa dhabihu mbele za Bwana kusema naitaka nguvu. Kwa hiyo kama ukiamua kuivaa hii nguvu, ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako ya kila siku. Ndivyo itakavyokuwa katika kila eneo ambalo unapita, kwa sababu ni vazi la kiroho. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho tunazungumza. Ninakuonyesha vitu vichache alafu tutaenda kuomba. Luka sura 24 mstari wa 49. Neno la Mungu linasema, "Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu." Bwana Yesu asifiwe sana. Mvikwe uwezo utokao juu. Tunapozungumzia nguvu, maana yake ni uwezo. Maana yake nini sasa? Kuna maelekezo ambayo Mungu ametupa katika hizi siku 14 ya kwamba tunatakiwa kukaa kwenye maeneo yapi au kusimamia vitu gani ili uwezo tunaozungumzia uweze kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Uweze kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Nguvu za Mungu ni mavazi mazuri ambayo yanaweza yakaponya magonjwa, yanaweza yakaondoa taabu, yanaweza yakaondoa shida, yanaweza yakaondoa chochote ambacho kiko kinyume na kusudi la Mungu au na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia habari ya nguvu, kama hii nguvu ya Mungu itakuwa ni vazi kwako, hatutegemei mtu wa Mungu analalamika kwamba anaumwa. Hatutegemei kuona mtu wa Mungu analalamika kwamba ameshindwa au kuna vitu vimemshinda. Hapana, kwa sababu amejivika vazi la nguvu, na asili ya nguvu ni ushindi. Popote penye nguvu zaidi ndipo penye ushindi. Kwa hiyo ukiwa na vazi la nguvu za Mungu, hakuna kiovu chochote ambacho kinaweza kikaingia katika maisha yako. Kinaweza ikavamia maisha yako, kikavamia familia yako, kikavamia, kwa sababu una nguvu, una vazi la nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeweza kuomba na tuamini ya kwamba Mungu ametenda. Kwa nini Mungu ametenda? Kwa sababu namba moja, Mungu mwenyewe ni Mungu mwenye nguvu, na anataka kuwapa watu wake nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tumetaka nguvu, lazima iwepo hiyo nguvu. Zaburi 62 mstari wa 11, neno la Mungu linasema ya kwamba, "Mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina Mungu." Ya kuwa nguvu zina Mungu. Daudi anasema mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina Mungu. Kwa hiyo tumeomba habari za nguvu kwa sababu Mungu wetu ana nguvu, na sisi tunatakiwa tuwe na nguvu kwa sababu ni mpango wa Mungu sisi kutupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama itafika mahali utakutana na changamoto, utakutana kuhisi kuzimia,
Anasema wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Bwana Yesu asiwe sana. As long as umetambua ya kwamba Mungu wako ndio Mungu mwenye nguvu, na niliyemwomba ni yeye ambaye ana nguvu. Kwa hiyo hata kama itafika mahali kiwango nitataka kuzimia, yeye ataniongezea nguvu. Hata kama itafika mahali kuna mambo yanataka kunilemea, yeye ataniongezea nguvu, na sio mwingine wa kuniongezea nguvu zaidi yake Mungu mwenye nguvu. Isaya 40:29 neno la Mungu linasema ya kwamba wapa nguvu azimiao, muongezea nguvu yeye tarudia, wapa nguvu azimiao, muongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama imani yako ipo kwa Mungu ambaye ni mwenye nguvu, na tumeomba habari ya nguvu kwa siku hizi 14, anasema ya kwamba humuongezea nguvu yeye ambaye anayetaka kuzimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeongezea nguvu, huwapa nguvu wale wazimiao. Kuna wakati unaweza kukutana na mazingira ambayo yanaweza kufanya ukaanza kuzimia, lakini kama imani yako ipo kwa Mungu mwenye nguvu, anasema yeye atachukua jukumu la kuwapa nguvu, la kuwawezesha, la kuwapa nguvu hawa wanaotaka kuzimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 40:29. Lakini unatakiwa kuelewa ya kwamba zipo nguvu za aina tofauti tofauti, au kuna viwango vya nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna viwango vya nguvu. Kadri unavyozidi kumtafuta Mungu, mtu yule ambaye hataishia hapa kwenye maombi haya tu tuliyoomba, akawa na desturi ya kuendelea kumtafuta Bwana, ya kuendelea kutaka kuona nguvu za Mungu zaidi, huwa na uhakika huyo mtu hatakuwa sawa na mtu ambaye ameishia maombi haya tu akabaki pale pale. Maana yake ni nini? Tunatakiwa tuwe na desturi kwa hiki ambacho tumekiomba. Tunatakiwa kila siku itapo leo mwambie Mungu, ninahitaji nguvu zaidi. Usilizike habari ya uwezo ambao Mungu amekupa kwa wakati huo. Tamani tena kuongezewa uwezo mwingine kwa ajili lakini yote iwe kwa ajili ya mapenzi ya Bwana. Yote iwe kwa ajili ya kumtukuza Mungu aliye hai. Sio kwa ajili ya watu wakuone ya kwamba una uwezo kuliko wao, hapana, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo una jukumu la kuendelea kusogea mbele za Bwana na kuzidi kumwambia Mungu, ninahitaji nguvu zaidi. Haleluya. Yaani kwa lugha nyingine, nguvu za Mungu zinatakiwa au zinatafutwa kila siku itwapo leo. Maana yake kila ukiamka unahitaji nguvu mpya. Kila hatua ya jambo fulani unahitaji nguvu nyingine. Jambo ambalo umeliweza leo, ukienda kwenye jambo lingine kubwa la zaidi ya leo, uwe na uhakika hutaliweza kama hujapata nguvu zaidi ya hapo ulipokuwa. Maana yake ni nini? Kuna vitu ambavyo vitakuja mbele yako tofauti na hivi ambavyo umeshindana navyo sasa hivi. Kuna mambo mazito ambayo yanaweza yakaja mbele yako ambayo yanahitaji nguvu zaidi ili uweze kuyashinda. Maana yake ni nini sasa? Lazima uwe na desturi kama mwana wa Mungu. Kila siku itapo leo unataka nguvu mpya, unataka kujazwa nguvu mpya. Unamwambia Mungu, nahitaji niongezee nguvu tena, nijaze nguvu zako kila siku itapo leo. Kila hatua ambayo napita ninahitaji kujaza nguvu zako. Zaburi 105 ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema ya kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Maana yake kwa habari ya kutafuta uso wa Mungu ndipo mahali pa kuzidi kujazwa nguvu mpya. Siku zote, sio siku moja au wiki moja, siku zote. Maana yake kila siku inapoitwa leo, lazima utafute uso wa Bwana. Unapotafuta uso wa Bwana, maana yake unatafuta nguvu mpya katika kila siku inayoitwa leo. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo natakiwa kumtaka Mungu na nguvu zake, na nguvu hizo natakiwa nizitafute kila siku itapo leo. Mungu ndiye ananipa nguvu hata ya kufanya vitu vingine, habari ya utajiri ya nini. Anasema yeye ndio atupae nguvu ya kupata utajiri. Kumbukumbu la Torati 8:18. Utajiri unatoka kwa Mungu, wa kiroho, kimwili. Maana yake tunatakiwa tumtafute Mungu kila siku itwapo leo. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo
unatafuta nguvu kulingana na kiwango unachokitaka. Kuna kiwango cha nguvu ambacho kinaweza kikatoa magonjwa, lakini hiyo nguvu ya kutoa magonjwa usifikiria kwamba hiyo nguvu inaweza ikatumika kuinua uchumi wako, au hiyo nguvu ambayo utaitumia kuinua uchumi usije ukafikiria kwamba ndio hiyo nguvu unaweza ukaitumia kufanya au kufufua mtu aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna levels za nguvu, kuna nguvu, yani kuna viwango vya nguvu. Yani nguvu ambayo unatakiwa kuitumia kukemea homa, hiyo nguvu haitoshi kukemea ukimwi uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wewe kama umezoea kuombea vimalaria vinakauka, usije ukafikiri hiyo nguvu utaenda kuitumia mtu wa ukimwi eti apone. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujichaji, ufikie kiwango cha kuambia ukimwi ondoka kwa huyo mtu, afunguliwe. Sio kama tunaelewana? Ndivyo hivyo. Yaani hiyo nguvu ya kusema labda una uwezo wa kubadilisha maisha yako, usije ukategemea hiyo nguvu ya uwezo wa kubadilisha maisha yako unaweza ukaitumia kubadilisha maisha ya wengine. Hapana. Lazima utake nguvu nyingine tena ambao una uwezo wa kuwafanya wengine wakabadilika. Ndivyo unavyozidi sasa. Vyote hivyo ni kwa habari ya kutaka kwamba Mungu sasa hii level mimi sitaki kubaki hapa, nahitaji nipande tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa kile ambacho tunajifunza? Injili ya Luka sura 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani ya kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Na alipoona imani yao, alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kujiana wakisema, ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ya mtu ambaye alikuwa amepooza, lakini kuna watu walibeba imani ya kwamba huyu mtu tukimwona tukimfikisha kwa Yesu atafunguliwa. Lakini njia waliokuwa naipita wanaona ni njia ambayo imeziba, watu wamejaa. Wakasema tunapasua dari kuhakikisha tunamfikia Yesu. Bwana Yesu asiwe sana. Na walifanya hivyo. Maana yake nini nataka kufundisha hapo? Yaani nguvu ambayo unaitaka ifike mahali, tumia gharama yoyote. Hata kama unaona kuna vitu vinakwama, tafuta njia yoyote ambayo ni ya haki ya kimungu kuhakikisha unaipata hiyo nguvu. Usikubali kusema sasa watu wamekaa mbele yangu wananizuia, siwezi kupita mbele yao. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana, nahitaji revo nyingine. Kwa hiyo hakuna wa kunizuia, nitafanya njia yoyote. Kama kupasua dari nitapasua kuhakikisha napata nguvu nyingine. Haleluya. Ni kwa habari ya kutaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupa nguvu kulingana na jinsi unavyotaka, kulingana na kiu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndani yake kumebeba kusudi la Bwana. Unaweza kujiuliza kwa nini kila siku tunazitaka hizi nguvu? Kwa sababu kila siku tu hapo leo tunatakiwa tuwe mashahidi wa Kristo. Tunatakiwa tuwe mashahidi wa Mungu kila siku tu hapo leo. Hautakiwi uwe shahidi wa Mungu leo tu au kwenye kipindi cha mfungo tu. Yaani wewe sasa hivi ni kijana, unatakiwa uwe shahidi wa Kristo. Utazeeka, unatakiwa uwe shahidi wa Kristo mpaka siku ambayo siku yako sasa Mungu anasema wewe umetosha ukaa katika dunia hii. Bwana Yesu asiwe sana. Wewe shahidi mwaminifu. Ndio kiwango tunafika sasa, lakini Paulo anasema nimepiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza. Haleluya. Nilikuwa ni mtu ambaye napigana, sio kama mtu anayepiga hewa. Alikuwa anapiga vita vile vizuri. Maana yake ndivyo tunavyotakiwa kwenda katika hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini uelewe ya kwamba kila siku tunazitafuta nguvu za Mungu, kwa sababu wewe na uhakika shetani au adui anajipanga kila siku tapo leo akikushindwa na hiyo nguvu ya leo, wewe na uhakika anaenda kutafuta nguvu nyingine ya kuja kukujaribu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa umebaki pale pale kwenye hiyo nguvu, atakuja kwa namna nyingine atakutandika. Lakini tunataka nguvu kila siku tapo leo ili kuziharibu kazi za Ibilisi ambazo anazileta kila wakati, kwa sababu shetani hachoki. Akikushindwa kwenye eneo lako, atatafuta namna, ataingilia hata kwa watoto wako, hata kwa familia yako. Akishindwa huko, ataenda hata kwenye biashara yako. Sasa usipokuwa mtu wa kutafuta nguvu za Mungu kila siku tapo leo, wewe na uhakika utakuwa ni mtu wa kuziba viraka kila siku. Unaziba viraka kila siku. Umefanya hapa, umeshindwa hapa, umeshindwa, unaanza kujipanga tena. Sasa tunatakiwa kuzitafuta nguvu za Mungu kila siku hapo leo, ili hata adui anapokuja kwa njia nyingine, tayari anatukuta tumeshiba, anatukuta tuna nguvu zaidi, anatukuta tumejipanga zaidi. Yani sio, hatutakiwi kuwa watu wa kulalalala, hatutakiwi kuwa watu wa kukaa tu. Bwana Yesu asiwe sana. Yani iwe ni desturi. Ndio maana kanisa inatamani tujijenge katika neno na katika maombi kila siku hapo leo. Isiwe tu wakati wa shida au wakati tu wa kutangaziwa maombi. Hapana, iwe ni desturi yetu kila siku itapo leo kutafuta uwezo wa Mungu, tafuta nguvu za Mungu. Utashangaa namna ambavyo Mungu anajifunua katika kila eneo ambalo tunakutana naye. Tunakutana katika mazingira yote, Mungu atajifunua kwa ukubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama kuna mtu anaelewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwambie Mungu tunakushukuru kwa kuwa umekuwa nasi. Lakini ombi letu kubwa, tupe neema ya kuendelea, kuwa na consistency, kuwa na uradidi, kuwa na mwendelezo. Mwambie Mungu tupe neema ya kuendelea katika moto wa madhabahu usizimike. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu yako ya ndani wake moto kila wakati, isizimike. Mwambie Mungu, ninaomba nipe neema ya kuendelea hivi. Yaani mwana wa Mungu, usikae wiki nzima hauna ratiba hata ya kufunga hata siku mbili. Usubiri mpaka utangaziwe hapa kanisani eti funga ndio unafunga. Hapana, lazima uwe na mwendelezo. Tenga siku zako, kama ni 2 ni 3 kwa wiki, unasema mimi nitajitoa dhabihu katika hizo kumtaka Bwana, kuzidi kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona umeweza, Mungu umeweza kwa eneo la kupata nguvu, kwa eneo la kushinda magonjwa, sasa unaamua sasa hii wiki au mwezi ninaingia kwenye habari ya kutafuta nguvu ya kuinua uchumi wangu. Natafuta nguvu za Mungu kuhakikisha uchumi wangu unainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamaliza hapo, naona umepata matokeo, unasema mwezi huu ninaingia kutafuta nguvu za Mungu kuhakikisha familia yangu inabadilika, kuhakikisha watu wa nyumbani kwangu wanabadilika. Unajichochea, unatafuta nguvu, naambia Mungu, nataka familia yangu ibadilike, nataka watu wangu waokoke, nataka watu wangu wakujue wewe. Ni habari ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda umeolewa, unafika mahali ndoa yako ile unasema wiki ya mwezi huu nitaingia kwa habari ya kutafuta nguvu, kuweka mambo sawa kwenye habari ya ndoa yangu. Lazima nguvu za Mungu zionekane. Hivyo hata kwa wanafunzi, unasema mwaka huu nimefeli. Hapana, naingia kwenye maombi, nafunga, natafuta nguvu kuhakikisha nauisha masomo yangu yanainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muombe Mungu akupe hiyo neema. Najua sio rahisi, lakini neema ya Mungu ikiwa upande wetu, hakuna inayoshindikana. Mwambie Mungu, usikae mtu wa kulalamika, usiwe mtu wa kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani kila siku anajipambu, anajaza nguvu. Akiona ameshindwa, anaenda kukusanya jeshi jingine lenye nguvu zaidi, anakuja tena. Yaani hachoki. Anajua muda wake ni mchache, hachoki. Akiona amekushindwa hapa, anatafuta nguvu nyingine. Sasa tukizembea kila siku tutakuwa tunashindwa, na mbaya zaidi, kawaida ya wanadamu, tutaanza kulaumu na kuanza kutazama watu. Isingekuwa fulani, huyu ndo alisababisha sijaenda hivi, sijui huyu ndo hakuna cha aliyesababisha. Wewe mwenyewe tafuta nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna iwe ni mme au mke, hakuna aliyesababisha. Uwezo wa Mungu ukiwa ndani yako, vyote hivyo inaweza ikabadilika. Tafuta nguvu. Tafuta nguvu, usikae kulalamika. Hautasaidika, hautapata msaada. Tafuta nguvu uone kama hivyo vitu havitabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana.